Rais wa Ukraine ametoa wito wa umoja nchini humo baada ya uamuzi wake wa kumwondoa waziri wa ulinzi kuchochea maandamano ya umma katika mji mkuu Kyiv na miji mingine. Shughuli ya kuhesabu kura imeanza katika eneo bunge la Olkalao kufuatia uchaguzi mdogo ambao umegubikwa na vurugu, maswali yakizuka iwapo Kenya inapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu hali ya kiusalama kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027. Kumekuwa na hali ya wasiwasi kwa sababu kumekuwa na visa zajulikana ya kwamba wanasiasa wanatumia vijana haswa ambao hawana kazi, wanapatia hela kidogo, shilingi 200, 500, 1000 kuleta ghasia na wakiumiza wananchi. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola nchini DRC unasambaa kwa kasi mno kuliko mlipuko mwingine wote ule, huku maambukizi yakipindukia 2000. Na leo ni siku ya nyoka duniani. Lengo kuu ni kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa viumbe hawa katika mfumo wa ekolojia. Kuna wengine wanachukulia kwamba nyoka si mnyama, ni shetani, lakini leo kwa mtazamo wangu ni kwamba huu ni mnyama tu wa kawaida ambaye aliumbwa tu na Mungu. Katika michezo, shirikisho la soka duniani FIFA kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya Argentina. Je, kwa nini? Na mchezaji wa tenis nambari 3 kwa ubora duniani Carlos Alcaraz kurejea tena uwanjani baada ya kupona jeraha. Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Na kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Kamanda wa jeshi la Ukraine Alexander Sirski ameonya kuwa nchi hiyo kwa sasa inahitaji kuzingatia vita na mikakati madhubuti. Alexander Sirski ametoa kauli hiyo kufuatia mivutano ya kisiasa iliyokumba nchi hiyo, hali iliyosababisha maandamano nchi nzima ya kupinga kuondolewa kwa waziri wa ulinzi wa nchi hiyo katika nafasi yake. Wakosoaji wamemkosoa rais wa nchi hiyo Vladimir Zelensky kuweka siasa za nchi mbele kushinda maslahi ya ulinzi wa taifa. Kwa upande wake, Rais Zelensky ametoa wito wa umoja nchini humo. Katika kipindi ambacho nchi iko vitani, rais hapaswi kuchagua katika hali kama hii. Kwa kweli, ningependa sana kuwe na umoja. Pande hizi mbili hazijauona umoja huo. Na hili sio tatizo lao peke yao, ni la kwangu pia. Kuondolewa madarakani kwa waziri wa ulinzi ni sehemu ya mabadiliko mapana yanayofanywa katika serikali ya Ukraine. Bunge la Ukraine limeidhinisha uteuzi wa Sergei Koretsky kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Huyu anakuwa waziri mkuu wa 3 tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022. Kabla ya uteuzi huo, Koretsky alikuwa mkuu wa kampuni ya serikali ya mafuta na gesi ya Novgas. Umoja wa Mataifa umesema una wasiwasi na taarifa kwamba boti 2 zilizobeba zaidi ya watu 500 wakimbizi wa Rohingya imezama katika pwani ya Myanmar. Boti hizo zinaripotiwa ziliondoka katika jimbo la Rakhine zaidi ya wiki 2 zilizopita. Katika taarifa yao ya pamoja, shirika la kuhudumia wakimbizi na shirika la kimataifa la uhamiaji, zikiwa na abiria wengi wa kabila la Rohingya, wakiwemo baadhi waliotoka katika kambi za wakimbizi nchini Bangladesh. Mawasiliano yalipotea mara tu baada ya boti hizo kuanza safari. Mahakama nchini Italia imemhukumu kifungo cha miaka 12 gerezani mkuu wa zamani wa kampuni ya magari ya Italia baada ya kuporomoka kwa daraja na kusababisha vifo vya watu 43. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi. Tukio hilo limetokea miaka karibu 8 iliyopita katika mji wa Genoa nchini humo. Giovanni Castellucci alishtakiwa kwa kuchelewesha matengenezo yaliyopangwa katika daraja hilo la Morandi. Watu wengine zaidi ya 30 walikutwa na hatia kuhusiana na maafa hayo. Hata hivyo, wakili wa mtuhumiwa wamepanga kukata rufaa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Uganda imesema mgonjwa wa mwisho aliyekuwa amelazwa hospitali kutokana na virusi vya Ebola ameruhusiwa na kuifanya nchi hiyo kutokuwa na mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na ugonjwa huo. Waziri wa afya Uganda amesema kupona kwake ni hatua muhimu katika juhudi za Uganda za kudhibiti mlipuko huo ambao ulisambaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wapatao 20 walipata maambukizo hayo huku 2 wakifariki dunia, ambapo wengi wao walikuwa ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wamevuka mpaka.
Kulingana na shirika la afya duniani, nchi hiyo sasa inapaswa kutokuwa na mgonjwa mpya kwa siku 42 ili kuweza kutangazwa kwamba haina mlipuko huo. Na Pakistani imezitaka Marekani na Iran ambazo ziko vitani kuacha uhasama kati yao na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amesema nchi yake inatambua umuhimu wa kushughulikia athari za mizozo, hususan katika usambazaji wa nishati na bidhaa duniani. Taarifa hiyo ya Pakistani imekuja baada ya mashambulizi yaliyofanywa nchini Iran usiku wa kuamkia leo. Iran nayo ilijibu mashambulizi kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, Kuwait na Bahrain. Na hakukuwa na taarifa za mara moja kuhusiana na majeruhi ama vifo. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Halima Nyanza. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia yanayopatikana kupitia FM, redio shirika mbalimbali na kwenye tovuti ya bbcnews.com na kwenye ukurasa wetu wa YouTube na Facebook bbcswahili.com. Mimi naitwa David Mkia na mwenzangu ni Caro Robi akiwa Nairobi. Caro, karibu sana. Asante sana David, na tunaanzia katika mzozo kati ya Urusi na Ukraine, lakini leo yanamzonga Ukraine peke yake. Rais wa Ukraine ametoa wito wa umoja nchini humo baada ya uamuzi wake wa kumuondoa waziri wa ulinzi kuchochea maandamano ya umma katika mji mkuu Kiev na miji mingine. Maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali ya Ukraine, ikiwa ni nadra kutokea katika kipindi cha vita, kupinga uamuzi wa rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky kumfuta kazi waziri wa ulinzi aliyejipatia umaarufu katika kipindi kifupi Mikhailo Fedorov. Zaidi na Halima Nyanza. Umati wa watu, wengi wao wakiwa ni vijana, wamekusanyika katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, wakiwa na mabango yaliyoandikwa maneno mbalimbali ya ukosoaji, ambayo mengine yakisomeka kwamba waziri wa ulinzi aliyefutwa kazi Mikhailo Fedorov arudishwe katika nafasi yake, huku mengine yakisema acha kuhujumu ushindi, na wengine wamekuwa wakiimba kwa kutamka neno aibu. Na baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa Kiev walikuwa na haya ya kusema: kwa maoni yangu, kumwondoa mtu mwenye ufanisi wa hali ya juu ambaye amepambana na ufisadi akafanya maamuzi muhimu na kuimarisha uwezo wa Ukraine kujilinda ni mojawapo ya maamuzi mabaya zaidi kufanywa tangu Urusi ilipoivamia Ukraine. Hii pia inajidhihirisha katika kauli zilizotolewa na maafisa wa jeshi na watu mashuhuri nchini juu ya kuondolewa kwa Fedorov. Hatimaye, wakati mabadiliko yalipoanza kutokea nchini kwetu, nilianza kuamini kuwa tunaweza kuvishinda vita hivi. Nilianza kuona matokeo ya biashara hii. Lakini sasa mabadiliko hayo makubwa yanarudishwa nyuma. Naamini kwamba ndani ya miezi 6 aliyokuwa madarakani, Mikhailo Fedorov alifanya mambo mengi zaidi kushinda yaliyofanywa na wizara hiyo ya ulinzi kwa kipindi cha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine. Na katika ishara ya kutopendezwa na maamuzi hayo ya rais, naibu mkuu wa jeshi la anga la Ukraine na washauri wawili wakuu wa wizara ya ulinzi wamejiuzulu kupinga kufutwa kazi kwake. Baadhi ya wanajeshi pia wanaokosoa uamuzi huo wa rais. Alexandra ni mmoja wa wanajeshi wa Ukraine, ameiambia BBC kwamba hili ni moja ya kosa kubwa sana ambalo Rais Zelensky amelifanya katika kipindi chake chote cha urais. Alexei Honcharenko ni mbunge wa Ukraine. Katika jambo la Rais Zelensky, kunapaswa kuwa na mtu mmoja anayeng'ara. Zelensky alianza kupata na mashaka juu ya uwezo wa waziri wa ulinzi na kuwa na malengo ya kisiasa. Na pale anapohisi jambo kama hili, anawaondoa watu kama hao. Anawaondoa kutoka katika nafasi za juu na muhimu. Wachambuzi nao wanasema waziri huyo wa ulinzi aliyeondolewa na mwenye ujuzi mkubwa wa teknolojia alikuwa amejijengea maadui kwa kufichua matumizi ya ziada ya mabilioni ya fedha katika sekta ya ulinzi, kwamba alikuwa akitofautiana na mkuu wa jeshi na hata kwamba alionekana kuwa mpinzani anayetarajiwa na Rais Zelensky. Ghasia hizo za kisiasa zimemwamsha rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky, naye akatoa kauli hii: katika kipindi ambacho nchi iko vitani, rais hapaswi kuchagua katika hali kama hii. Kwa kweli, ningependa sana kuwe na umoja. Pande hizi mbili hazijauona umoja huo. Na hili sio tatizo lao peke yao, ni la kwangu pia. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la Ukraine Alexander Sirski ameonya kuwa nchi hiyo kwa sasa inahitaji kuzingatia vita na mikakati madhubuti.
Waziri wa ulinzi aliyeondolewa madarakani Mikhailo Fedorov mwenye umri wa miaka 35 aliteuliwa katika nafasi hiyo Januari mwaka huu, lakini amekuwa akisifiwa kwa kuipa wizara hiyo nguvu mpya kwa kuongoza kampeni dhidi ya rushwa, umahiri wake wa kutumia takwimu kuchambua na kuboresha utendaji kazi katika kutekeleza majukumu, hususan wakati huu nchi hiyo ikikabiliwa na vita. Hayo yanajiri pia wakati hii leo bunge la Ukraine limethibitisha uteuzi wa Sergei Koretsi kuwa waziri mkuu mpya. Amekuwa kiongozi wa tatu kushika nafasi hiyo toka Urusi ilipoivamia nchi hiyo mwaka 2022. Kabla ya uteuzi huo, Koretsi pia aliwahi kuiongoza kampuni ya taifa ya mafuta na gesi Naftogaz. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC. Na wakati huo Keir Starmer amesema kwamba uungaji mkono dhabiti wa Uingereza kwa Ukraine utaendelea, huku akifanya ziara ya mwisho nchini humo akiwa waziri mkuu wa Uingereza. Atakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mji mkuu Kyiv baadaye leo Alhamis, kabla ya Anne Bachmann kushika wadhifa wa kiongozi wa chama cha Labour na waziri mkuu. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi. Akizungumza katika mji mkuu wa Ukraine Kyiv, waziri mkuu huyo anayeondoka Sir Keir Starmer alisema yeyote anayesema Ukraine ni mzigo anakosea, na ukweli ni kwamba msimamo wa Ukraine umechangia kulinda usalama wa Ulaya. Sir Keir Starmer alitunukiwa nishani ya uhuru, Order of Freedom ya Ukraine. Akizungumza katika siku yake ya mwisho kama kiongozi wa chama cha Labour, Sir Keir Starmer alifanya ziara hiyo huku Andy Burnham akitarajiwa kumrithi Ijumaa kabla ya kuapishwa kuwa waziri mkuu wa Uingereza siku ya Jumatatu. Alipoulizwa iwapo Burnham ataendelea na msimamo wa Uingereza wa kuiunga mkono Ukraine, Sir Keir Starmer alisema Uingereza itaendelea kufanya hivyo. Taifa hili kupitia ujasiri wake halijaweza kuzuia mmoja wapo ya jeshi kubwa duniani. Mmewafurusha. Nakumbuka taarifa za awali ambapo ilisema kuwa mzozo huu ungedumu wiki chache, na sasa tuko katika mwaka wa 5 na mmewafurusha. Nasema mtu yeyote ambaye anafikiria Ukraine inachosha usalama wa bara Ulaya anasema uongo. Ukweli ni kwamba msimamo wa Ukraine umehifadhi Ulaya na ni mmoja wapo ya nchi zenye jeshi lenye uzoefu na lililo na teknolojia yenye ubunifu zaidi duniani. Akiwa msimama kando ya Rais Volodymyr Zelensky, Sir Keir Starmer alisema kwamba Ukraine itaendelea kuwa jambo la msingi kwake daima licha ya muda wake kama waziri mkuu kumalizika. Alisema kuwa uungwaji mkono wa Uingereza kwa Ukraine upo, akisisitiza kwamba bendera za Ukraine bado zinapepea katika makazi rasmi ya waziri mkuu wa Uingereza Downing Street, pamoja na makanisa na kumbi za halmashauri kote nchini Uingereza hata baada ya miaka 5 ya vita. Alipoulizwa iwapo ana wasiwasi kuhusu mabadiliko ya uongozi nchini Uingereza na pia nchini Ufaransa mwaka ujao, Rais Volodymyr Zelensky alisema kama kiongozi wa nchi hiyo ana wasiwasi kutokana na vita vinavyoendelea kati ya nchi yake na Urusi, lakini akaongeza kwamba muhimu zaidi ni uhusiano kati ya mataifa. Wakati wa vita tumejenga uhusiano na ushirikiano mzuri. Mimi binafsi nina uhusiano mzuri, na hili ni muhimu, kwani tukiwa na uhusiano wa karibu sana tutaendelea vizuri. Inategemea na tabia ya mtu au watu, na vile pia inategemea mtazamo wa taifa kwa taifa lingine. Kwa hiyo tunaishi kama marafiki na Uingereza. Sir Keir Starmer alisisitiza kuwa uungwaji mkono wa Uingereza kwa Ukraine umechangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa sekta ya ndege zisizo na rubani nchini humo, akisema sekta hiyo imekuwa kwa kasi ikilinganishwa na miaka 2 iliyopita na sasa kuwa miongoni mwa teknolojia zinazoongoza duniani. Alisema Uingereza imetoa pauni bilioni 3 za msaada wa kijeshi kwa Ukraine mwaka huu, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kuwasilisha ndege zisizo na rubani zipatazo 150 na maelfu ya makombora ya kujihami dhidi ya mashambulizi ya angani. Na Steha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Shukran Nastia kwa taarifa hiyo, na napata fursa ya kusoma maoni yako msikilizaji uliotutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Mawaje Robert ukiwa kule Jinja Uganda unasema Iran na Marekani mmetuchosha na mzozo wa vita visivyomalizika. Ni kushukuru mwimbaji Pandaela Hagai Vevo unasema uko kule Kilimanjaro Tanzania, unasema uko nasi hadi tamati ya matangazo haya. Huku Wilfred Kalinjuma wa Burungura Mureba Tanzania anasema
kuondolewa kwa waziri huyo wa Ukraine ni kuona maji yamefika shingoni. Ni kushukuru pia Biko Njayo wa Maheha Tanzania, na Juma Ramadhani ukiwa kule Loya Tabora, Jafari Kopo wa Moshi Tanzania unasema unatupata vyema ukiwa mjini Moshi, lakini vile vile pia namuona Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza Tanzania unasema Urusi na Ukraine wazungumze tu amani ipatikane. Ni kushukuru pia Said Makusanya kwa kuwa nasi ukiwa kule Mbagala, na Mawazo Chanya ukiwa Kahama Tanzania katika matangazo haya jioni pia umejumuika nasi, na Hamisi Nyonyo Mnyausi pia ukiwa kule Ruhimba Dodoma unasema viongozi wa mataifa kuweni na madaraka ya kumaliza mizozo. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, rais wa Ukraine ametoa wito wa umoja nchini humo baada ya uamuzi wake wa kumuondoa waziri wa ulinzi kuchochea maandamano ya umma katika mji mkuu Kiev na miji mingine. Shughuli ya kuhesabu kura imeanza katika eneo bunge la Olkalau kufuatia uchaguzi mdogo ambao umegubikwa na vurugu. Maswali yakizuka iwapo Kenya inapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu hali ya kiusalama kuelekea uchaguzi mkuu mwakani. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasambaa kwa kasi mno kuliko mlipuko mwingine wowote ule. Hii ni BBC. Barabara tena, kama ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji popote pale ulipo, hadi matangazo moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Inke nikiwa Dar es Salaam na mwenzangu ni Carol Robi akiwa pale Nairobi. Shirika la afya duniani WHO limeonya kwamba mlipuko wa hivi sasa wa virusi vya Ebola huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinasambaa kwa kasi zaidi kuliko mlipuko mwingine wote ule. Zaidi ya watu 2,000 wameambukizwa virusi hivyo na takriban wengine 800 wamefariki dunia tangu kuzuka kwa mlipuko wa Ebola mwezi Mei. Mkuu wa WHO amesema mlipuko wa sasa ndio watatu kwa ukubwa wa Ebola kuwahi kurekodiwa na unasambaa kwa kasi ambayo haijashuhudiwa. Hayo yanakuja huku Marekani ikiwaonya raia wake waliopo DRC wasisafiri kurudi nyumbani kwa majuma matatu yajayo. Phyllis Motena maelezo zaidi. Hatua hizi zinachukuliwa huku maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ukiendelea kuenea katika majimbo mapya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba zaidi ya watu 2,000 wameambukizwa na takriban 700 wamefariki dunia kutokana na aina ya virusi vya Bundibujo ambavyo kwa sasa havina tiba iliyoidhinishwa. Sera mpya ya Marekani inasema kuwa raia wa Marekani wanaorejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kuna mlipuko huo wa Ebola watalazimika kukaa kwa siku 21 katika nchi tofauti kabla ya kuruhusiwa kuingia Marekani. Mkuu wa shirika kubwa la misaada la Marekani Franklin Graham amesema kwamba hatua hiyo itaathiri juhudi za kupambana na mlipuko huo. Graham ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Samaritan's Purse linaloendesha vituo vya matibabu ya Ebola na ambalo lina idadi kubwa ya wahudumu wa afya wa Marekani nchini Kongo amesema kwamba atalazimika kupunguza shughuli za shirika hilo kwa sababu utaratibu huo mpya utafanya iwe vigumu kuajiri wahudumu wa afya. Maneja wa operesheni ya kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC Bruno Michon amesema mlipuko huo unaenea kwa kasi zaidi kuliko juhudi za kuudhibiti, huku kukiwa na hofu kwamba idadi halisi ya vifo ni kubwa kuliko inayoripotiwa. Sasa ni miezi miwili tangu mlipuko huu uanze. Tangu Mei tarehe 15 tumekuwa tukikabiliwa na hali mbaya sana. Tayari tunakaribia visa 2,000 vilivyothibitishwa rasmi na zaidi ya vifo 700. Mlipuko sasa umeenea katika majimbo 5 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hali hii inatia wasiwasi mkubwa. Hata hivyo, amesema kwamba kuna mafanikio kadhaa yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Pamoja na mazingira magumu tunayofanya kazi, tumepiga hatua muhimu. Sasa tuweza kugundua maambukizi mapema zaidi na idadi ya watu wanaofariki katika jamii kabla ya kufikishwa hospitalini imepungua kwa kiasi. Hivyo, licha ya hali kuwa mbaya, bado tuna matumaini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameahidi kuhakikisha virusi vya Ebola haviingii nchini humo, na tayari serikali imeweka sera kali zinazowazuia raia wasio wa Marekani kuingia nchini humo kutoka maeneo yaliyoathirika. Naye Dr. Daniel Jenigan ambaye aliwahi kuongoza juhudi za kupambana na CDC wakati wa mlipuko wa Ebola Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na mwaka 2015 amesema kwamba kutumia sera za kuzuia watu kupanda ndege dhidi ya raia wa Marekani ambao hawana hatari kubwa ya kuambukizwa Ebola ni hatua ambayo haijawahi kutumika hapo awali.
Hapo awali, raia wa Marekani waliruhusiwa kurejea kupitia viwanja maalum vya ndege ambako walifanyiwa uchunguzi wa kina wa historia ya safari zao, joto la mwili na dalili za ugonjwa. Masharti hayo mapya pia yanawahusu baadhi ya wasafiri kutoka Uganda na Sudan Kusini, huku wasafiri wengine kutoka nchi hizo wakiendelea kufanyiwa uchunguzi wanapowasili. Phyllis Mote, Dira ya Dunia, BBC. Na tukiwa bado katika masuala hayo ya virusi vya Ebola, mgonjwa wa mwisho wa Ebola nchini Uganda ameruhusiwa kuondoka hospitalini baada ya vipimo vyake kuonyesha kwamba hana virusi hivyo na hawezi kuambukiza wengine. Hatua hiyo inamaanisha kwamba Uganda sasa imeanza kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa mlipuko huo nchini humo, kuambatana na kanuni za shirika la afya duniani WHO. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shoaib Ibrahim kutoka Kampala. Mgonjwa huyo amekuwa amelazwa katika kitengo cha wagonjwa wa Ebola katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago katika mji mkuu Kampala. Hatua ya kumruhusu kuondoka hospitalini imefanyika baada ya maafisa wa afya kubaini kwamba amepona virusi hivyo vya Ebola na hawezi kuambukiza watu wengine. Waziri wa afya wa Uganda Daktari Chris Baryomunsi amemkabidhi mgonjwa huyu wa mwisho cheti kinachothibitisha kwamba amepona ugonjwa huo na pia kusifu juhudi za Uganda katika kudhibiti kuenea kwa virusi vya ugonjwa wa Ebola nchini humo. This is to certify that our survivor at the date 16th. Cheti hiki kinathibitisha kwamba mgonjwa wetu aliyepona ugonjwa wa Ebola leo hii tarehe 16 mwezi Julai hayuko katika hali hatari ya kuambukiza watu wengine baada ya vipimo vyake kuonesha kuwa hana virusi vya ugonjwa wa Ebola. Kwa hivyo anaweza kurejea nyumbani kwake na kazini na kuendelea na shughuli zake za kila siku. To continue his normal daily activities. Mkurugenzi mkuu wa idara ya habari nchini Uganda, Alan Kasuja, kupitia mtandao wake wa X amesema hatua hiyo inaashiria kuwa iwapo siku 42 zitapita kabla ya kesi mpya ya ugonjwa wa Ebola kurekodiwa nchini, shirika la afya duniani WHO litafuata mwongozo wake na kutangaza kumalizika kwa mlipuko huo nchini Uganda. Tangu mlipuko huo ulipoanza mwezi Mei mwaka huu nchini Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda imeimarisha hatua za kujikinga na kuzuia kuenea kwake, ikiwemo kudhibiti usafiri katika mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuwawekea karantini kwa lazima wasafiri wanaowasili kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kuihamasisha jamii kuhusu kujikinga. Daktari Kasonde Mwenga ni mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO nchini Uganda. Preparedness saves lives. Hatua ya kujiandaa vizuri inaokoa maisha, kwa sababu kituo hiki kilikuwepo hata kabla ya mlipuko kuanza. Timu ya dharura ya wahudumu wa afya iliyopo hapa ilikuwa tayari imepewa mafunzo na kuandaliwa kikamilifu kabla ya mlipuko. Pia serikali ilikuwa imehifadhi mapema vifaa muhimu vya matibabu, viliweza kuletwa haraka katika kituo hiki. Idadi ya vifo ikilinganishwa na wagonjwa wote waliopitia katika kituo hiki inaonyesha kiwango cha vifo ni chini ya 10%, ambacho ni miongoni mwa viwango vya chini zaidi kuwahi kurekodiwa katika milipuko ya Ebola. That has been recorded. Hadi kufikia Julai tarehe 16, Uganda imethibitisha jumla ya visa 20 vya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo vifo 2 na wagonjwa 18 kupona. Kulingana na Wizara ya Afya, kati ya visa vilivyothibitishwa, 15 vilikuwa vya raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioingia nchini Uganda. Shoaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Namni kukaribisha kwenye tovuti yetu ya bbc.com/Swahili ambapo kuna habari kemkem hapa, ikiwemo hii ya moja kwa moja. Iran yafanya msururu wa mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani, lakini kutoka vita hadi mazungumzo, safari ngumu ya amani kati ya Wahouthi na Saudi Arabia. Lakini hii ndio sababu yeye ni mfalme Messi alivyoiwezesha Argentina kufuzu fainali ya 3 ya kombe la dunia. Vile vile kuna hii inayosema, je, vitisho vya Trump vitashinikiza Iran kurejea kwenye meza ama kwenye mazungumzo? Kombe la dunia 2026, kwa nini kipigo cha England kimewazidisha maumivu ya kusubiri kwa miaka 60? Ni miongoni mwa habari ambazo ziko hapo na nyinginezo kem. Kwa sasa basi tunakwenda viwanjani na Shoaib Ibrahim.
Nam, shukran. Timu taifa ya soka ya Argentina huenda ikaadhibiwa na shirikisho la soka duniani FIFA baada ya baadhi ya wachezaji wake kuonyesha bango lenye ujumbe wa kisiasa unaosema kwamba visiwa vya Falkland ni vya Argentina mara baada ya timu hiyo kuishinda England katika nusu fainali ya kombe la dunia jana usiku. Kwa mengi zaidi na mpisha Sports Lady Phyllis Mwate. Nam, kanuni za shirikisho la kandanda duniani FIFA zinawazuia wachezaji kuonyesha ujumbe wa kisiasa kabla, wakati au baada ya mechi. Hivyo kitendo hicho kinaweza kutafsiriwa kama ukiukaji wa sheria za mashindano. Tukio hilo limezua ukosoaji nchini Uingereza, ambapo baadhi ya wanasiasa na wachezaji wa zamani wa England wametaka FIFA ichukue hatua dhidi ya Argentina, ikiwemo kuwasimamisha wachezaji waliohusika. FIFA tayari iliwahi kuitoza Argentina faini mwaka 2014 kwa kuonyesha bango lenye ujumbe kama huo. Utata huo umeibuka licha ya kocha wa Argentina Lionel Scaloni kusisitiza kabla ya mechi kuwa siasa hazipaswi kuchanganywa na soka. Visiwa vya Falkland vilioko kwenye pwani ya Argentina viko chini ya umiliki wa Uingereza, lakini vimekuwa vikizozaniwa